Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ni wakati ambapo Yesu alikuwa anathibitisha kutimia kwa ahadi ya Mungu ambayo aliahidi katika Ezekieli sura 34 mstari 23, ambapo Mungu alisema kwamba nami nitaweka mchungaji mmoja juu yao, naye atawalisha, na mtumishi wangu Daudi, yeye atawalisha, naye atakuwa mchungaji wao. Hapa Mungu aliahidi kutoa mchungaji mmoja ambaye atakuwa ni mchungaji wa kweli, ambaye atachunga watu wote na atatulisha watu wote. Huyo mchungaji ni Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo hapa alikuwa anathibitisha kutimia kwa huo nabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Yohana ile sura ya 10 na mstari wa 11, tasoma kwa jina la Yesu. Yesu akasema kwamba mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo tunaona ni mchungaji mwema kwa sababu alikufa kwa ajili yetu, alikufa kwa ajili ya dhambi zetu ili sisi tuweze kupona. Kibiblia kila mahali, sehemu nyingi ambazo anatajwa kondoo ni aidha, kama akitajwa kondoo kwa maana ya kuokolewa ni wale wote ambao tunamwamini Yesu Kristo. Tukitajwa kondoo kwa maana ya kuchungwa ni wale wote ambao tumempokea Yesu Kristo, tunamwamini Yesu Kristo, tunaitwa kondoo. Lakini pia akitajwa kondoo kama sehemu ya sadaka, maana yake ni kwamba anazungumziwa Yesu Kristo, especially kwenye Agano la Kale zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona hapa kwamba Yesu anasema mimi ni mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Alafu anasema mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, humwona mbwa mwitu anakuja akamwacha akakimbia. Kwa mtu ambaye kondoo sio wa kwake, anakuwa hana uchungu na huyo kondoo. Kwa hata akitokea mbwa mwitu anakuwa hana uwezo wa kuwapambania hao kondoo akawaokoa. Lakini Yesu, angalia, amekufa msalabani kwa ajili yetu sisi wanadamu tuweze kuokolewa. Amekufa kwa ajili ya dhambi zetu, amekufa kwa ajili ya maovu yetu. Unaweza kuona ni mchungaji mwema kiasi gani ambaye ametoa uhai wake ili sisi tupate kupona. Maana yake ni kwamba wewe ambaye hujamwamini Yesu Kristo, imekupasa umwamini Yesu Kristo, umruhusu Yesu akuchunge. Usipompokea Yesu, manake unachungwa na adui, unachungwa na shetani, na wewe ni halali pia ya shetani, kwa sababu ukifa ukiwa katika hali ambao bado haujamwamini Yesu, haujatubu dhambi zako, maana yake shetani ana uhalali juu yako kwenda na wewe katika jehanamu ya moto wa milele. Kwa hiyo maamuzi sahihi unapaswa kuyafanya sasa hivi, mtu wa Mungu, kabla hujaondoka kwenye dunia hii ambayo maisha yake ni mafupi sana. Unaweza kuona kama vile una muda mwingi sana, ni kwa sababu haujui kesho, haujui utaishia lini, haujui utaondoka lini. Kwa hiyo ndio maana ni muhimu sana kufanya maamuzi wakati sahihi, na wakati ni huu. Sawa ya wokovu ni sasa. Mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia, huwezi kujichunga wewe mwenyewe, lazima umruhusu Mungu akuchunge kwenye hii dunia. Ukichungwa na shetani, utakuwa ni mali ya shetani, na shetani atakwenda na wewe katika jehanamu ya moto milele, kwa sababu atakuwa na uhalali juu yako. Katika Zaburi sura 23 imeandikwa, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kwa hiyo ili usipungukiwe na kitu chochote kile, lazima umruhusu Bwana akuchunge. Wewe huna uwezo wa kujichunga, kondoo hana uwezo wa kujichunga mwenyewe. Lazima umruhusu mchungaji akuchunge, na mchungaji mwema ambaye ameutoa uhai wake kwa ajili yako ni Yesu. Kwa hiyo mpokee Yesu leo hii, fanya maamuzi ya hekima ili uweze kuwa salama. Ubarikiwe na uwe na wakati mwema.